Katika kutatua mengi katika jamii, kila mtu ana wajibu wake. Vivyo hivyo, adha inapotokea huwa na vyanzo tofauti katika jamii. Katika ulimwengu wa sasa uliojaa kila kitu, Makini TV imetembelea maeneo tofauti katika jiji la Dar es Salaam. Lengo ni kutaka kujua hasa nini chanzo cha mmomonyoko wa maadili. Na katika kujadili hayo, wahanga wakubwa wameonekana kuwa ni vijana. Pamoja na hivyo, walikuwa na mengi ya kueleza. Matumaini yangu mzima na buheri wa afya tele, mtazamaji wa Makini TV, na siku ya leo tupo katika mitaa mbalimbali. Lengo ni kujifunza hasa au kujua nini hasa chanzo cha mmomonyoko wa maadili. Jina langu ni Neema Yohana, na kwa siku ya leo nitazungumza na baadhi ya vijana, lakini nitazungumza na wazazi kuhusiana na nini hasa kimesababisha mmomonyoko wa maadili. Habari yako? Salama vipi? Safi kabisa. Jina lako nani? Kwa majina naitwa Jasper Gaspar. Sawa, wewe Jasper, nilikuwa natamani kujua kutoka kwako. Ndio. Mtazamo wako unavyosikia neno mmomonyoko wa maadili. Wewe ni nini hasa kinakuja akilini mwako? Kiufupi tu ambavyo naweza kuelezea kwa vile ambavyo naweza kwa uelewa wangu mfupi kidogo au mdogo. Ndio. Juu ya mmomonyoko wa maadili. Mmomonyoko wa maadili naweza nikaelezea kusema kwamba ni hali ambavyo taifa au dunia inavyozidi kubadilika kitabia, kimienendo. Ndivyo hivyo kiufupi naweza nikazungumzia kutokana na nini na vile sasa hivi tunavyoonekana katika mbele ya jamii iliyotuzunguka, kwa hasa sisi vijana. Vijana kuna mambo mengi ambayo tunajihusisha nayo ambayo yako kinyume kabisa na maadili yaliyokuwepo tangu mwanzo wa msingi inakuwepo hii dunia. Kwa hiyo kwa sasa hivi vijana kila mmoja anajichukulia kila kitu anachokiona kwake ni fursa, lakini aone kabisa anapoteza taswira nzima ya nchi au lengo la jamii juu ya maadili. Kwa upande wako wewe unafikiri ni nini hasa kinasababisha mmomonyoko wa maadili hasa kwenu nyinyi vijana? Kwetu sisi vijana tunapenda sana mterezo. Tunapenda sana mteremko, ndio sana unakuta hadi maadili yenyewe yanakufa. Mteremko huo unaweza ukauelezeaje? Yaani mteremko kwenye nini? Yaani mteremko ni kwamba ni hali ya maisha fulani ambayo kila mmoja anaona kwamba haya mimi nikienda hivi ni sawa, ukipelekwa hivi nao naenda. Ni nini hasa ambacho kinasababisha tupende miteremko na wala sio kufanya kazi kwa bidii? Tumeiga kutoka na maisha ya nje za nchi yetu hii ambayo tulionayo, tukisha yaona na sisi tunaona kwamba hii inaweza ikawa ni advantage kwetu, lakini kumbe ndivyo tunazidi kuharibika kimaadili. Unafikiri ni kwa nini tunaiga vitu vya nje na sio kuendeleza sisi vya kwetu tulivyonavyo? Tunaona kiufupi tunaona kwamba wenzetu wao ndo wako juu kuliko sisi, wao ndo wana akili kuliko sisi. Tunaona kwamba vitu vyetu tulivyonavyo sisi au mambo yetu tunayoyafanya tunaona yako nje au yako nyuma na wakati, ila wao wanahitaji kwamba waendane na wakati ambao wakati huo unakuja kutengenezwa na wenzetu wa huko nje, ila tunashindwa kudumisha yaliyo ya kwetu sisi wenyewe, tunaenda kufuata ya nje. Kwa namna gani tunaweza kudumisha ya kwetu tulionayo sisi, yani tusige hivyo vitu vya nje? Kwa sasa hivi kuweza kusema kwamba udumishe ni hatari sana. Kutokana kwamba hakuna kijana ambaye unaweza kumueleza kitu akaja kukuelewa. Labda hapo tukiingia ndani zaidi tukaenda hadi kwenye mambo ya kiroho, kusema kwamba tuwaombe sana vijana. Nje na hapo kusema kwamba kuna mabadiliko ambayo yanaweza katokea, sifikiri, kwa sababu kutokana kila kitu sasa hivi unaona kinabadilika, kila kitu kinabadilika. Wewe unaonekana kama ni mtu wa kiroho. Je, ni kwa namna gani ambavyo unadhani unaweza ukatumia hayo mambo ya kiroho kwenye kuwarudisha vijana katika maadili yetu ya Kitanzania na Afrika kwa ujumla? Okay. Unaweza ukajifanya kuwa wewe ni mwana grupu, alafu then ukahitaji ile grupu lako liongezeke kwa kukutana sehemu moja au nyingine, mkaanza kuzungumza tu nyewe wenyewe vile ambavyo mnahitaji
muwe, lakini ndani ya hiyo unaweza ukawaingizia tu kuhusu Mungu anahitaji sisi vijana tuweje, anahitaji tuenende vipi, ili na wao huyo Mungu mwenyewe aingie ndani mwao aweze kufanya kazi ndani yao, kuweza kuwafungua na kuwaonyesha kwamba walipo si sehemu sahihi, hawataki kuwepo mahali hapo. Inabidi wakae sehemu ambapo wazazi wao, mababu na mababliza wa kipindi hicho mambo waliokuwa kiyafanya, na waende hivyo hivyo. Ni magrupu gani hasa ambayo unayazungumzia wewe ambayo unaweza kukutana na vijana kwa urahisi? Ni magrupu yanaweza, yani unaweza kuanzisha grupu pasipo kutumia hata mitandao ya kijamii au kutumia simu hizi. We mwenyewe tu unaweza kumtafuta rafiki wa kwanza, rafiki wa pili, wa tatu, mnatoka mnasema tukatembelee sehemu fulani. Uaga kuna vijiwe vya vijana. Mnatoka mnaenda, mkifika pale unakuta mnaanza kubadilishana mawazo. Hiyo ni kwa watu ambao uko nao karibu. Je, vipi ambao wapo mbali, wapo mikoani, unawezaje kuwafikia ili uweze kukutana nao na uweze kuwasaidia labda waendelee kufuatilia maadili yao? Kiufupi mpaka sasa hivi ulivyokuja mahali hapa, kuna kitu ulikuwa ushakijua kwamba nikifanya njia hii inaweza ikasaidia kwa vijana kuweza kupata habari kwa haraka au kupata taarifa za kuelimishana kama vijana. Kwa mfano kama hapo umekuja kwangu mimi kijana, nimeachilia yaliyo ya moyoni mwangu, na yeye akisha kuja kuyasikiliza anasema huyu ni kijana mwenzangu, mbona anaongea hivi na mimi mbona niko hivi, anaweza akabadilika kutokana na hiki kipindi hicho kianzisha, kikiruka kikaenda mikoa mingine, na wao wataweza kutazama kama ni vijana wawili watatu ambao wataweza kuongea kama mimi au wakaongea zaidi yangu mimi juu ya kuwaelewesha vijana au kuwafungua vijana, wanaweza wakapata muamko na wakafunguka na wakasimama vizuri. Ambao hawawezi kumiliki labda simu janja ambayo pengine wanaweza wakapata hiki kipindi, utawafikiaje ili uweze kubadilishana nao mawazo kuhusiana na swala zima la mmomonyoko wa maadili? Kwa hiyo hata kama nisemee kwa hilo kwamba hata kama huyo mtu atakuwa na simu, lakini katika watu 10 mmoja hapo atakuwa na simu, wanaweza wakashare kwa pamoja. Bwana, kuna kitu nimekisikia kuhusu sisi vijana, kwa nini sisi tunazungumziwa kila wakati? Kwani ikoje? Anaanza kueleweshwa, anaonyeshwa hata kama video, atasikiliza na ataona na ataanza kujitafakari. Wewe kama kijana unafikiri jamii ifanye nini katika kudhibiti maadili ya Kitanzania? Ni maombi, lakini pia kuwasisitiza wazazi wenye watoto kujitahidi kuwalea vizuri, kuwekea misingi iliyo bora. Kwani unafikiri wazazi hawawekei misingi iliyo bora mpaka kwa na zao la sasa walivyo? Tuseme in short kwamba kwetu sisi kama sasa hivi kama huko Dar es Salaam. Dar es Salaam ndicho ni mkoa ambao umeshuka sana kimaadili. Kwa hiyo hata wazazi wa huku hawako makini sana na wazazi wao. Na na watoto wao. Hawako makini sana watoto wao. Naona ndicho chanzo. Mtoto kuja kuharibika anaanzia kwa mzazi wake. Ni kwa namna gani mzazi anaweza kusababisha mtoto akaharibika? Ni ufuatiliaji. Kwenye nini? Kuzingatia wenda mtoto kaenda kutembea wapi, mtoto anarudi muda gani wa kutoka kucheza, ni mtoto ni mambo gani anayoweza kujihusisha pale akiwa na marafiki zake. Hapo mzazi lazima awe makini kuangalia michezo ya aina gani ambayo mtoto wake anaicheza, ni muda gani ambao mtoto wake anaweza karudi nyumbani, kamwekea limit ya aina gani ya muda kurudi nyumbani wakati anaenda kucheza na wenzie. Lakini nje na hiyo ni kuwa anamuelimisha juu ya jamii inavyohitaji sisi tuwe, au ulimwengu unavyohitaji sisi tuwe, kuachana na ukisasa. Unafikiri ni usasa tu na malezi ya wazazi ndio yanaweza kusababisha mmomonyoko wa maadili? Kiufupi niseme ndio. Na kwa upande wako wewe kijana, yani mpaka sasa umechukua hatua gani ikiwa umetambua kwamba usasa pamoja na kukosekana kwa malezi ya wazazi kumesababisha mmomonyoko wa maadili? Ni hatua gani ambayo wewe umechukua? Hatua ambayo nimechukua na ambayo naendelea nayo ni kusema nao tu vijana wenzangu, kuwashauri. Unawashauri kuhusu nini? Kuhusu mambo yao wanayofanya, uvutaji wa bangi, kuiba, ushoga,
utukanaji, ulevi. Ni kwamba hivyo vitu kama wakija kuviendeleza zaidi na zaidi vitapoteza taswira yao ya mbeleni. Unadhani hiyo ndo njia pekee ambayo itasaidia kurudisha maadili ya Kitanzania? Naona iko sawa. Naitwa Rosie. Rosie, unaposikia neno mmomonyoko wa maadili unaelewa nini? Ninaposikia kuhusu mmomonyoko wa maadili, yani ni ile hali ambapo viwango vya tabia njema, uaminifu, uadilifu, uwajibikaji vinapoanza kupungua katika jamii fulani. Au tunaweza kusema kwamba ni ukiukaji wa kanuni, sheria ambazo zimewekwa au zimekubalika na jamii fulani zitumike. Pia tunapozungumzia mmomonyoko wa maadili, tunaenda mbali zaidi. Yaani mmomonyoko wa maadili unajumuisha vitu vingi. Kuna mavazi, kuna uadilifu, kuna uwajibikaji na vitu kama hivyo. Pia tunaposema, yani kwa ujumla tunaweza kusema kwamba mmomonyoko wa maadili ni sawa na mporomoko wa uti wa mgongo wa jamii ambao unaathiri uhusiano wa binadamu na maendeleo kwa ujumla. Umesema maadili ni uti wa mgongo. Kwa nini umeyaita ni uti wa mgongo? Ndiyo, kwa sababu jamii ikiwa na maadili mazuri, yani tuseme kwamba ikifuata zile kanuni na sheria ambazo zimekubalika zitumike katika jamii hiyo, lazima kutakuwa na maendeleo. Lakini kama kukiwa kuna mmomonyoko, tayari hapo kutakuwa na maendeleo hafifu. Ndio maana nikasema ni uti wa mgongo. Sawa. Unadhani ni nini hasa ambacho kinaweza kusababisha mmomonyoko wa maadili hasa kwa jamii ya Tanzania? Cha kwanza kabisa ninachoona kile ambacho kinaweza kusababisha mmomonyoko wa maadili ni malezi ya wazazi. Yaani wazazi ambao sasa hivi wamekuwa busy sana, hawana muda wa kukaa na watoto wao, wako busy sana kutafuta pesa, kufanya mambo yao au shughuli mbalimbali za kiuchumi, wanawaachia watoto wafanya kazi. Sasa mfanyakazi hawezi akakaa kwanza kuzingatia kwamba mtoto ameenda wapi, amevaa nini, anaangalia nini. Yeye anachojali tu akisha mtoto amekula, amepika, amefanya kazi zake, amepata mshahara. Kuna wazazi yani hata hawajui mtoto wake kwamba leo alikuwa wapi, ameenda shule, hajaenda, anavaa nini, yeye haelewi, yuko busy kutafuta pesa. Kwa wazazi ni chanzo kabisa, ni chanzo kwamba wazazi wanapeleka kwa kiasi kikubwa mmomonyoko wa maadili kufanyaje, kutokea mmomonyoko wa maadili. Kitu kingine naweza kusema kwamba mabadiliko ya kiuchumi, kwamba sasa hivi sio kama karne za zamani, kwamba sasa hivi yani uchumi umekuwa ni mgumu sana, kwamba ni hela inabidi itafutwe kwa kasi ili uweze kuipata. Na hela imepungua sana thamani yake. Kwa hiyo unakuta watu wanafanya rushwa ili waweze kupata nini? Kupata pesa. Sasa umeshasikia kwamba rushwa na yenyewe ni mojawapo ya mmomonyoko wa maadili, kwa sababu umekiuka kanuni na sheria zilizowekwa na nchi. Kitu kingine naweza nikasema ni utandawazi na teknolojia, kwamba maendeleo ya sayansi na teknolojia yamepelekea kwa kiasi kikubwa sana kufanya kutokea kwa mmomonyoko wa maadili, kwa sababu sisi vijana badala ya kutumia sayansi na teknolojia kwa ajili ya maendeleo au kupata uchumi au kufanya maendeleo ya taifa, sisi tunatumia kwa ajili ya kuharibu maadili. Kwa sababu kijana anaiga kila kitu anachokiona mtandaoni, kila kitu anachokiona ambacho yeye anaiga, hata kama ni kizuri ni kibaya yeye haelewi. Ndio maana unakuta vijana wa sasa hivi kuanzia mavazi, lugha yao wanaotumia, kila kitu chao wametoa wapi? Mtandaoni. Kwa ule utandawazi ambao umeleta hizi runinga, hizi social medias, simu za mkononi, ndio umepeleka kwa kiasi kikubwa sana vijana kupotoshwa. Yaani vijana sasa hivi wanaona kama vile kufuata hizi tamaduni na mila za Tanzania ni kama ushamba. Kwa hiyo wanaona kama vile zile ambazo wanaziona kwenye simu, yale mambo wanayoona yanafanyika mle, yale ndo kama unaenda na wakati, wanasema hivyo. Kwa hiyo pia ni sababu mojawapo iliyopelekea kuwepo na mmomonyoko wa maadili. Unadhani ni kipi hasa ambacho kinaweza kufanyika ili kuyalinda maadili hasa kwa utamaduni wa Tanzania? Kitu ambacho nadhani kinaweza kufanyika ili kulinda maadili ya Tanzania, na hisi ya kwanza kabisa ni kama media. Naanzia kwenye media kwamba watoe platform ambazo zitakuwa zinatoa mafunzo kwa mama, kwamba au kwa wazazi,
kwamba wao ndo wao ndo chanzo cha kufanya watoto wao wawe na maadili mazuri au maadili mabovu. Kwa hiyo waelekeze namna ya kuwalea watoto wao, hata kama wako busy na kazi, lakini wapate muda wa kukaa na watoto wao, kuelekeza baadhi ya mambo kwamba sisi tunatakiwa tuishije na tuenende katika mienendo gani. Pia kitu kingine, hata kama isipokuwa platform, basi wafanye kampeni, media zifanye kampeni za kupinga za kupinga mmomonyoko wa maadili. Waje na mada mbalimbali ambazo zitakuwa zinafanyaje, zinawaelimisha watu kuhusu maadili ni nini na maadili yetu sisi ni yapi. Unajua sasa hivi watu hawajui kwanza maadili ni nini, hawajui sisi wa Tanzania maadili yetu ni yapi, wao hawafahamu. Pia kitu kingine naweza nikasema, hata katika serikali za mtaa kuwepo na uhamasishaji kwamba kila mwisho wa mwezi kuna kuwepo na vikao vya wazazi kwa ajili ya kuwapa elimu namna ya kukaa na watoto wao, kuwaelimisha kuhusu maadili, vitu kama hivyo. Pia kitu kingine naweza nikasema kwamba hawa wasanii ambao tunawatumia sisi kama vioo vya jamii, kwa sababu yani wao kwanza ndo wanaangaliwa sana na watu, hususan vijana sasa hivi. Kwa wale wale wangetumia hiyo fursa kuwaelimisha watu kuhusu maadili. Kwanza hata movie ambazo wanatoa, hizi filamu, tamthilia, zingekuwa zinazingatia sana maadili ya Kitanzania kuliko hao ya nje. Kwa sababu unakuta sasa hivi kwenye movie inaonyesha mama amevaa bukta yupo na watoto wake. Kwa kile mtu alikuwa anaangalia runinga na kama ni kitu cha kawaida na ni utamaduni wetu, kwa sababu ile movie watu walioigiza mle ni wa Tanzania na wanakaa hapa Tanzania. Kwa mtu anaona ni kitu cha kawaida. Kwa wale wasanii ambao ni kioo cha jamii, wao ndio watu wa kwanza kupinga mmomonyoko wa maadili. Kwa kitu kingine pia, serikali itoe adhabu kali kwa watu ambao wanakiuka maadili ya Tanzania. Kama ni mtu anaenda tofauti, basi apewe adhabu ambao itawatisha hata wengine wasiendelee kukifanya kile kitu. Kwa ndio hivyo. Habari yako? Salama, kwema. Kwema, unaitwa nani? Naitwa Richard Machibia. Ndio. Mkazi wa jiji la Dar es Salaam. Sawa, Richard Machibia, wewe ukiwa ni miongoni wa vijana, ukisikia neno mmomonyoko wa maadili, ni kitu gani kinakujia kwenye akili yako? Mmomonyoko wa maadili ni kitendo au jambo la maadili kushuka. Tunapozungumzia maadili sasa tunazungumzia ni vitu vyote ambavyo vinastahili kwenye jamii, heshima, vyote hivyo zinahusiana kwenye masuala ya maadili. Kwa hiyo heshima inapokuwa imepungua kwenye jamii au vinakafanyika vitu ambavyo sivyo, basi yao tunaita ni maadili moja kwa moja. Kwa hiyo kitendo cha heshima kushuka miongoni mwa wanajamii, basi tunaona maadili yameshuka. Uvaaji vizuri, utumiaji wa lugha ambazo zinastahili. Kwa hiyo hivyo vitu vikipungua, tunasema maadili yameshuka. Sawa, umeelezea maana ya mmomonyoko wa maadili. Unadhani ni nini hasa ambacho kinaweza kusababisha mmomonyoko wa maadili hasa kwa jamii ya Kitanzania? Kwa jamii ya Kitanzania sasa hizi tukiangalia kitu ambacho kimesababisha sana kuweza kuwa kama sababu ya mmomonyoko wa maadili, cha kwanza ni makundi inaweza ikawa ni sababu moja wapo. Tumeona sasa hivi vijana wengi wanapokuwa huko katika taasisi kama za vyuo, yani sehemu za mkusanyiko, wamekuwa wanapata shida sana na kuweza kudumbukia huko katika masuala mbalimbali. Lakini pia jambo jingine tunaweza tukasema sayansi na teknolojia, au kwa ujumla tuseme tu utandawazi, imekuwa ni sababu moja wapo ya kushuka kwa maadili. Sasa hizi watu nakuta wamejifungia tu ndani, badala wasome vitabu, lakini wamejikita zaidi katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo inakuwa ni tofauti kidogo na watu wa zamani ambao walikuwa wanapata maarifa, wanapata vitu vingi kupitia kusoma vitabu. Na ndio maana ukiangalia watu wa zamani walikuwa wanaongeza sana uelewa wao kwa ajili ya kusoma vitabu, lakini siku hizi kizazi cha sasa kimehamia sana kwenye mitandao ya kijamii ambapo huko kuna kila kitu kipo kule kinapatikana. Kwa hiyo imekuwa ni sababu moja wapo ya kuharibu maadili kwa vijana wa kisasa. Unadhani ni nini hasa ambacho kinaweza kufanyika ili kudumisha maadili hasa kwa nchi ya Tanzania? Mimi nadhani kitu ambacho kinaweza kikafanyika ili kuweza kulinda maadili, cha kwanza ni mkazo katika elimu ambayo tuko nayo hivi sasa, ili kuweza kuhakikisha kwamba vitu ambavyo vinafanyika na wanafunzi wanavyoenda kuvisoma vio vinarandana. Kwa mfano kuna somo linaitwa civics au raia kwa shule ya msingi, kwa sababu lile somo linaanza chini mpaka chuo kikuu, inaenda linabadilika tu majina, mara GSC mara DS. Kwa hiyo lile liwekewe mkazo sana ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wanalisoma na kuweza kuwaelimisha kwa maana moja ama nyingine. Lakini pia jambo nyingine, viongozi wa kidini au taasisi za kidini nazo zina mchango mkubwa sana. Kwa hiyo
viongozi wa dini wahakikishe kwamba wanaweka mambo sawa, kuhakikisha kwamba wanafunzi waumini wao hususan vijana waweze kuwa wana mwitikio mkubwa kanisani. Lakini pia swala jingine ni kuhakikisha kwamba serikali ya Tanzania inaweka mazingira wezeshi na mazingira rafiki katika sera za mitandao ya kijamii ili kuweza kuwaepusha sasa vijana hawa na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Kuna dhani ni sera za Tanzania hazisapoti kwa vijana kujikita katika masuala chanya hasa katika matumizi ya mitandao? Kuna muda tunaweza tukasema inabana, lakini kuna muda ni kama inaachia, kwa sababu ukiangalia kuna vitu vinaweza kuwa vinafanyika unaona hivi kwamba mamlaka inayohusika TCRA hawaoni hili swala au wanaosimamia masuala ya mazima kwa ujumla, sio ya mitandao, simu, hawaoni hivi vitu. Lakini sometimes ni kujisahau tu, au inaweza kuwa ile sera bado haipo na haijaanza kufanyiwa kazi kuwa rasmi sasa kama mpango mkakati. Kwa hiyo ni hivyo tu. Kwa mimi ninachowasihi kama serikali ni kuwa macho muda wote, kuobserve na kuhakikisha kwamba wanafanya kila kitu kwa uhakika ili kuweza kuhakikisha wanawaweka vijana kwenye control ya mitandao ya kijamii. Wewe kama kijana unawashauri nini vijana wenzako? Cha kwanza ni tutumie mitandao ya kijamii vizuri ili tuhakikishe kwamba mitandao ya kijamii ile inatunufaisha sisi kama vijana, lakini sio inatufilisi sisi, kwa sababu ukiangalia vijana siku hizi wanatumia fedha nyingi sana kuwekeza kwenye mitandao ya kijamii, mabando nini, lakini inawanyonya sana. Kwa hiyo tuwekeze huko ili kuweza kupata fedha, lakini sio tunyonye sisi. Lakini pia jambo la pili ni kuwa wasikivu kwa wazee wetu, tuweze kusoma sana vitabu ili tuongeze IQ zetu. Lakini pia swala jingine ni kujiweka karibu na hao wazee, kwa sababu wazee ni maktaba. Kwa kama ni maktaba, wao wana mambo mengi sana sisi ya kutushauri, kwa sababu wamepitia mambo mengi sana. Kwa hiyo tukikaa karibu na kuweza kutufunza ni jambo zuri. Nafikiri utastaajabu, vijana wa karne hii ni tofauti na vijana wa karne zilizopita. Katika kudhibitisha hayo yalosema na vijana, wazazi pia kwa upande wao walikuwa na mengi ya kueleza, kila mtu kwa ufahamu wake. Maadili maana yake ni kwamba kizazi cha sasa hivi tofauti na cha nyuma. Yaani mmonyoko wa maadili, vijana sasa hivi na watoto wamekuwa hawana mwenendo mzuri. Majibu yao, mwenendo wao, tabia zao tofauti na huko nyuma ambapo tulikuwa tumeelewa sisi kizazi kilichopita. Unadhani ni nini hasa kimesababisha mmonyoko wa maadili hasa kwa vijana wa sasa? Kilichosababisha ni kwanza mitandao imeharibu vijana. Pili, baadhi ya wazazi hawakai kuongea na watoto wao na vijana wao. Tatu, vijana wenyewe wamekuwa sasa hivi si wasikivu. Hata ukiwaelekeza wengine wanakuwa hawakotaka kufuata yale ambao unakuwa unawaelekeza. Wanakuwa wanaona kama wanajua zaidi, kumbe wanakuwa wanapotea. Na wengine hata ukiwakanya huwa hawapendi. Unaweza ukamkanya akakwambia wewe mbona si mzazi wangu. Muona mwingine hata ukimkanya ukamwambia mzazi wake naye pia anakuwa apendezwe na hilo jambo. Kwa unaona tu kusaidia na nyamazi, ndio maana watoto wanazidi kupotea, kizazi na kuwa tena hakiko kizuri kama huko nyuma. Ni kwa namna gani mitandao imeharibu maadili ya vijana? Mitandao imeharibu kwa sababu zamani ulikuwa unakana kijana wako na mueleza mambo ya aina mbalimbali, labda maana ya kupevuka, unatakiwa mtu ufanyeje, unatakiwa mtu uwe msafi aina gani. Lakini sasa hivi unakuta mitandao inaharibu kwa sababu utakuta mtoto mdogo au kijana bado ni mdogo ana uhuru wa kuingia mle na kuona mambo ambayo hakustahili kuyaona kwa umri wake au kuyajua kwa umri ambao yuko nao kwa wakati huu. Wewe kama mzazi huwa unachukua muda gani kukaa na vijana wako pamoja na mabinti zako wa kike? Mimi huchukua muda hasa siku za Jumamosi na Jumapili. Jambo la kwanza kwa mimi, kwa imani yangu, inabidi nahakikisha kwamba ameenda kanisani na wanaporudi basi tunakuwa na vijana wale kuwaelekeza wa kike na wa kiume uzuri na ubaya wa maisha tunayokuwa nao sasa hivi. Kwa inabidi kula ameenda kanisani amepata neno, na kama ni Muislamu basi aende huko msikitini apate neno, na naporudi tunaongea nao zaidi kuwasitiza na kueleza wale ambao wanatakiwa kufanya na kuishi ili kizazi kiwe kizuri. Unafikiri wazazi kutokana na watoto wao kumeharibuje maadili ya sasa? Kimeharibu kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu mwingine hutamwambia, kwa unapokuwa humwambii anaweza asijue ubaya wa jambo lile sangine analolifuata au ile jambo ambalo aliendea. Kwa mfano, labda kijana anakuwa anatumia madawa ya kulevya, anatumia bangi, anatumia kilevi. Kama mzazi ungemwambia mapema ubaya vitu hivyo, asingeshiriki. Lakini labda hakupata huo muda na wewe kumueleza kwenda kwa sio ile kijana
itakuwa ni ngumu kaa kwenye mstari, kwa sababu mpaka apate labda jirani au mtu kumwelekeza, itakuwa ni kazi ngumu. Unadhani ni kitu gani kinaweza kikasaidia kutunza maadili ya Kitanzania? Kitu ambacho kitasaidia kwa kifupi, labda mimi nachoona, kwanza tuanze kuwafundisha watoto wetu wakiwa wadogo. Usubiri mtoto akaharibika au akafikia umri wa miaka 10 na kwanza kumwelekeza. Hapana, tuanze mapema kwenye miaka 6, 7, 8. Yaani kisha kupata tu uelewa, tuanze kuambia mapema ili anapokuwa akijua kwamba jambo hili ni zuri, jambo hili ni baya. Na pia tufanye ambao tunafanya imani. Kila mtu kwa imani yake amwombee kijana wake, amwombee binti yake, na kuzidi kuambia yale ambao ni mambo mazuri, kwa sababu mtu akiwa na hofu ya Mungu ndani yake, basi tutakuwa na kizazi kizuri sana ambacho kitatusumbua. Mbali na hapo, unashauri nini serikali katika kujenga maadili ya Kitanzania? Serikali kwa upande wake imefanya juhudi kubwa. Sababu sasa hivi kuanzia kwenye mashule yani umri mdogo wanafanya juhudi kubwa kuweka vipindi vya kuelimisha watoto. Kwa hiyo serikali inajitahidi sana, tu kikubwa zaidi ni kuhimiza tu wazazi ambao tuna dhamana ya kulea watoto wao na jamii ambayo inatuzunguka. Unapoona labda mzazi mwenzao labda hayuko vizuri, basi unaweza kumita mkaongea nao, tukaita vijana kwa pamoja kimtaa, labda yani kusikana serikali labda tuite kimtaa au kiwilaya au yani eneo ambalo tunaishi hai, ili tuweze kuita vijana. Tunachagua siku labda mmoja kwa mwezi, mbili kwa mwezi, tuite vijana kwa pamoja tuweze kuwapa elimu aina mbalimbali, na inaweza ikasaidia kwa upande wa serikali. Habari yako? Nzuri tu, habari yako? Nzuri. Na habari za kazi? Nzuri. Ndio. Unaitwa nani? Mimi naitwa John Agustino Mbidi. Mtu anapokuambia mmomonyoko wa maadili, wewe unaelewa nini? Mmomonyoko wa maadili unaanzia tokea malezi haswa zaidi, kutoka mtu akiwa mdogo. Inategemea uleaji wako unalea vipi kuhusu mtoto. Yaani malezi na makuzi. Mtoto unapomlea, umeona, umlee kwa maadili yaliyokuwa mema. Kwanza nyinyi inatokana sisi kwanza wazazi, maadili yetu yakoje, kwa sababu mtoto anaangalia sana wazazi wanafanya nini. Lakini wakiona kwamba wazazi bado maadili yenu sio mazuri, naona maana mtoto anajua kutoka tumboni mwake mnagombana wazazi nani maadili. Mtoto yule anasikia mle tumboni na mpaka anazaliwa anayaona. Lakini mkiwa na maadili mazuri ya sala nini kila kitu mnaenda na vizuri na nini, na mtoto atapozaliwa atakwenda naye vile vile kama wazazi wanavyofanya. Umeona? Lakini mkitukanana, mzazi anamtukana mzazi mwenzake na mtoto yuko pale. Umeona? Anaangalia hawa wazazi wakoje. Na akitaka kuonya anatukana yule mtoto. Sasa mtoto matokeo yake anakuwa yani yupo hayupo. Naona. Sasa basi mlee vizuri. Shule utaki kumpeleka, kanisani au msikitini uweze kumpeleka ili ajue maadili yake yanakwenda vipi. Lakini ukimlea kwa maadili mazuri, mtoto anakuwa na maadili mazuri. Lakini ukimlea kwa maadili mabaya, mtoto anakuwa na maadili mabaya. Kwa sababu yatakuwa hakuheshimu wala nini, na anakuwa mtoto wa mtaani, wanatokea watoto wa mitaani. Kwa sababu mzazi humjali mtoto wala humpi chakula wala humsomeshi wala kitu gani. Wewe unadhani kwa namna gani malezi yanaweza kusababisha mmomonyoko wa maadili? Malezi. Hii malezi yanasababisha kwa nani mpaka inatokea inasababisha nani mmomonyoko kutokana na sisi kwanza wazazi. Hatuwalei. Kiini chake ni wazazi. Lakini wazazi mkiwa na maadili mema, mtoto hataweza kuwa na maadili mabaya. Atakuwa na maadili mema kwa sababu mtoto anamuongoza vizuri na nyinyi mnajiheshimu kati ya mama na baba. Wewe ukiwa kama mzazi unawashauri nini wazazi wengine? Tuwe na maadili mema sisi kwanza wazazi. Na ndio mtoto atakapozaliwa ajue kwamba wazazi wanalea vizuri watoto na anakuwa naye vizuri na maelekezo yanakuwa mazuri bila matatizo yoyote. Mbali na hapo, unashauri nini serikali kuhusiana na wazazi ambao hawatimizi wajibu wao kwa watoto? Tunashauri tuelimishane juu maana maadili ni nini. Maadili mema ni nini? Tuweke vizuri ili tuwe na mwanga mzuri na wa kufanya nini? Wa kuheshimiana kwanza sisi wazazi. Umeona? Vizuri tu. Yaani tuheshimiane. Hiyo tu kwanza wazazi. Kwa sababu mtoto ndio anaangalia sisi wazazi na ndio maana anasababisha kule maadili na mmomonyoko zaidi. Habari yako? Nzuri, habari za kwako? Salamu, unaitwa nani? Naitwa Mwidini Batenga. Mtu anapokuambia mmomonyoko wa maadili, wewe ndio? Mmomonyoko wa maadili kama mzee mwenzangu hapa alivyoongea, malezi ndio yanasababisha
malizo yote hayo. Na kingine kuiga. Kwa mfano miaka ya nyuma zamani maadili yalikuwa mazuri sana. Mtu ukikemea watu wanakemewa. Lakini sasa hivi mtu ukimkemea anakuja juu, anakuja nini? Yani malezi yamekuwa tofauti sana na siku za nyuma, siku za zamani. Unaona? Nafikiri utandawazi ndio umesababisha mambo yote kwa hivi. Na kuiga, tatizo yote ni kuiga. Si zamani kwa mna tatizo hilo la maadili. Maadili yalikuwa mema sana. Na ukisikia baba amekuja, wote unakimbia ndani. Lakini sasa hivi mtu unapishana na mwanao, mnapishana, mnafanya nini? Ukibishana naye na yeye anakubishia, ukimwelekeza jambo zuri, anakuwa kama ndo basi tena yani. Bado kwa hili baya, yeye ndo anaona zuri. Ukimwelekea kifai, yeye ndo anaelekea huko. Naona. Kwa hiyo maadili kweli yamechangia na utandawazi ambao sasa hivi ulikuja ndio umesababisha maadili kuwa mabaya sana kwa sasa hivi yani. Utandawazi umechangia vipi mmomonyoko? Ni tatizo la kuiga. Una vijana utandawazi mwingine sio kwa sababu watu ni mbaya, wengine wanaiga mambo ya upotoshaji, wanaingia kwenye mambo ya kijamii ambayo yafai ndio unaona yanafaa. Umeona? Kwa hiyo ndio imesababisha nani kuwa hivyo mmomonyoko sana sana. Unadhani nini kifanyike ili kulinda maadili ya Tanzania? Hayo maadili ni kukazania sana ushauri, yani kuendelea na kutoa nasaha na vipindi vya wakadha kuwaelekeza. Yani watu wanaotoa hata serikali, serikali za mitaa, sasa serikali za mitaa. Kwa sababu ndio karibu na jamii wali ya chini hawa, kuwaelimisha kila wakati. Kiko hivi kifanyike hiki, kiko kifanyike hiki. Bila hivyo nafikiri maadili yataendelea kuharibika sana. Nadhani umejifunza vingi, lakini swali langu kwako mzazi au mlezi, je, unapata muda wa kuongea na vijana wako kuhusu namna ya kulinda maadili? Niandikie hapo kwenye comments, lakini usiache kushare, kulike pamoja na kusubscribe. Jina ni moja tu, Makini TV, lakini pia unaweza kutufuatilia katika mitandao ya Facebook, Instagram pamoja na YouTube kwa jina hilo la Makini TV. Na mimi ni Neema Yohana, na kwaheri mpaka wakati mwingine.